Wadau, karibuni sana kwenye ile lunch yetu ya mwezi wa 5 tarehe 31. Hii ni ile event ya wadada wa kazi za nyumbani pamoja na waajiri. Lengo la kwanza ni kwa ajili ya kujengea uwezo, kwa sababu tunawapa majukumu makubwa na uwezo wao ni mdogo sana katika masuala mazima ya malezi, makuzi na maendeleo ya mtoto. Lakini kupitia hii program tumekuwa tunawajengea uwezo na tumeona mabadiliko makubwa sana. Mabosi ambao umefika, karibuni sana. Wadada ambao umefika, karibuni pia. Vitu gani bosi akikuagiza ufanye kwako unaona hizi sio kazi zangu? Chumbani akiwepo kaka siingi. Nguo za ndani hapana. Na sisi huu mradi wetu lengo lake ni kuhakikisha tunaendelea kuleta mapinduzi makubwa ya ustawi wa watoto wetu katika hii sekta ya kazi za nyumbani. Ukiagizwa upakue chakula umpelekee bosi wako chumbani kwake, wewe hiyo utaipokeaje? Mimi nampelekea. Unampelekea? Ila kwenye kukataa kupeleka chakula kwa kweli haiwezekani. Napeleka. Kimenitoa nyumbani nini? Si ndio hiyo kazi za ndani? Kwenda kufanya kumsaidia bosi. Kwa nini niseme ni usumbufu? Na mtu nakaa pale kwake na kula chakula na nalipa mshahara, kwa nini niseme ni usumbufu? Uko pale kutoa huduma. Unafuata kitu bosi wako anachokihitaji. Hujipangii majukumu, hujipangii cha kufanya. Unafanya kitu ambacho bosi wako anataka. Na kikubwa zaidi ni kwamba mwanzoni wakati tunafanya na wadada peke yao tuliona impact ni ndogo, lakini toka tumeanza kuwaalika na waajiri tumeona mapinduzi makubwa sana, kwa sababu kila mmoja ana changamoto anazokutana nazo, dada pamoja na bosi. Kwa hiyo tunapozijadili pamoja, kila mtu akajua ni wapi wajibu wake ni upi na wapi asimame. Mipaka katika kazi zenu, mnataka dada asifike wapi, afike wapi, majukumu yake yana mipaka. Kaka wangu sipendezwi sana kama dada atazoea kuingia kwenye vyumba vya watoto wa kiume akakaa huko, kwa sababu naamini ni mtoto wa watu, ni mtoto wa kike, anaweza kupata huko wakapeana vishawishi. Unajua kitu ambacho kinasababisha mabosi wasiwapatie access ya kuingia vyumbani ni kwamba wadada wengine wanakuwa sio waaminifu. Ni discipline zilikuwa zinatengenezwa tu. Ndio hiyo tunarudi kwenye mada yetu, nini? Mipaka. Ngine ni kujiongeza tu. Hebu kitu ambacho hakikuumizi na unaweza kukifanya, kifanye kwa moyo. Kwa sababu kuna mwingine alitokea hapo. Yaani kuna mwingine alitolewa na bosi kwa sababu hizo. Hebu papalili anafanya majukumu yake, anajiongeza na lingine, anapalilia na kabustani. Haiko kwenye JD, haiko kwenye zile kazi ambazo umepewa na bosi. Nakwambia mwisho wa siku bosi anakwambia sasa wewe unaenda na shule. Usichague kazi. Hii ni kazi ambayo jamii yetu imekuwa inaiangalia kwa jicho la dharau kama ni kazi ya chini, lakini mimi sikuiangalia kwa kazi ya chini. Mimi niliangalia kama hatua ambayo Mwenyezi Mungu alinipa na nikaitumia kwa uaminifu mkubwa, na leo nimefika mahali nilipo. Kituo chetu hatutaki kuhusika na kesi zozote za abuse za watoto au watoto kufanywa vitendo vya vibaya. Kwa hiyo tunawakaribisheni sana muweze kuhudhuria kwa wingi ili tuweze kuendelea kujengeana uwezo, lakini na zile changamoto ambazo mnazipitia pande zote, dada na mabosi, tuweze kuzipatia ufumbuzi kwa pamoja. Kwa hiyo tarehe 31 hakikisha unahudhuria. Karibuni sana.